Ikio kuratibisha mara kwa mara kila panapohitajika, kupanga vikao na kushiriki vikao, kupokea barua na kuzifanyia kazi. Somo mbalimbali zilifundishwa. Teste Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 3. Teme kubadilika. Efeso sura ya 6 na mstari wa 11. Teme kuvaa silaha. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 hadi 17. Kazi ya sheria. Kumbukumbu la Mhubiri sura ya 12 na mstari wa kwanza. Kijana utaishije. Yohana sura ya 3 na mstari wa 16. Upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 na mstari wa kwanza hadi wa 6. Amri 10 za Mungu. Semina ya chukizo la uharibifu. Semina ya ujasiriamali. Kushiriki kazi ya ujenzi wa madhabahu pamoja na wazee. Kuandaa wanafunzi kwa ajili ya ubatizo ambayo yamefanyika nje ya mpango kazi. Kupokea wageni mbalimbali na kualisha, mfano kundi la Hemos Godi. Kupokea mwalimu Lola Chamengele aliyefundisha somo kutoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12 na mstari wa 16. Teme usishuhudie jirani yako uongo. Ndugu Daniel Wema akifundisha Tito sura ya 2 na mstari wa 3 hadi wa 5. Teme umuhimu wa mama kanisani. Kupokea ibada la vijana jimbo Panuru Hai. Mesali sura ya 20 na mstari wa kwanza. Teme, je, umenaswa na kileo? Kushiriki semina ya vijana pa Beteli. Kushiriki ibada la vijana pa Betlehemu. Kuandaa mkutano wa Noele ya wakubwa na watoto. Mambo ambayo hayakufanyika na sababu zake. Semina ya vijana kwa ajili ya wingi wa mpango. Uzinduzi kwa sababu ya bajeti kutokukamilika. Changamoto au magumu. Baadhi ya Wakristo ni wagonjwa, wavulana na wasichana kuolewa bila kufunga ndoa. Suluhisho: kuwafundisha umuhimu wa kuhalalisha ndoa, kuwaombea na kuwasaidia na kuwashauri kwenda hospitali. Pendekezo: watu waeleweshwe namna ya kutumia mipango kazi ndani ya shirika letu. Imefanyika tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2025 pa Seksio Yerusalemu kwa ajili ya Maki Parokia Nuruwai Shabani Wilonja Gabriel.